ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kali, na hasira yao, maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawa katika Yakobo, nitawatawanya katika Israeli. Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako. Wana wa baba yako watakuinamia. Yuda ni mwana simba kutoka katika mawindo, mwanangu umepanda. Aliinama akajilaza kama simba, na kama simba mke, ni nani atakayemwamsha? Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye milki ambaye mataifa watamtii. Atafunga punda wake katika mzabibu, na mwana punda wake katika mzabibu mzuri. Amefua nguo zake kwa mvinyo, na mavazi yake kwa damu ya zabibu. Macho yake yatakuwa mekundu kwa mvinyo, na meno yake yatakuwa meupe kwa maziwa. Zabuloni atakaa pwani ya bahari, naye atakuwa kama pwani ya kuegesha merikebu, na mpaka wake utakuwa kando ya Sidoni. Isakari ni punda hodari, alijilaza kati ya mazizi ya kondoo. Akaona mahali pa raha kuwa pema, na nchi ya kuwa ni nzuri. Akainama bega lake lichukue mzigo, akawa mtumishi kwa kazi ngumu. Dani atahukumu watu wake kama moja ya makabila ya Israeli. Dani atakuwa nyoka barabarani, bafe katika njia, au mai visigino vya farasi. Hata pandaye ataanguka chali. Wokovu wako nimeungoja, e Bwana. Gadi, jeshi litamsonga, lakini atawasonga wao mpaka visigino. Asheri atakula chakula kitakuwa kinono, naye atatoa tunu za kifalme. Naye ni ayala aliyefunguliwa, atatoa maneno mazuri. Yusufu ni mti mchanga wenye kuzaa, mti mchanga wenye kuzaa karibu na chemchemi. Matui yake yametanda ukutani. Wapiga mishale walimtenda machungu, wakamtupa, wakamuudhi. Lakini upinde wake ukakaa imara, mikono yake ikapata nguvu. Kwa mkono wa mwenye enzi ya Yakobo, kwa jina la mchungaji, yeye jiwe la Israeli. Naam, kwa Mungu wa baba yako atakaye kusaidia. Kwa mibaraka ya mbinguni juu, mibaraka ya vilindi vilivyo chini, mibaraka ya maziwa na ya mimba. Mibaraka ya baba yako imepita mibaraka ya milima ya kale. Vitu vinavyotamanika vya milima vya milele, na vikae juu ya kichwa cha Yusufu, juu ya utosi wa kichwa chake aliye mkuu kati ya ndugu zake. Benyamini ni mbwa mwitu mwenye kurarua. Asubuhi atakuwa mawindo, na jioni atawagawanya mateka. Hizo zote ndizo kabila za Israeli 12, na hayo ndiyo aliyowaambia baba yao, na kuwabariki mmoja mmoja kwa mbaraka wake aliwabariki. Mwanzo sura 49 mstari wa 29 hadi mstari wa 33. Kufa kwa Yakobo na kuzikwa kwake. Akawaamuru, akasema,
mimi ninakwenda kukusanywa pamoja na watu wangu. Mnizike pamoja na baba zangu katika pango iliyomo shambani mwa Efroni Mhiti, katika ile pango iliyomo shambani mwa Makpela, iliyo mbele ya Mamre, katika nchi ya Kanaani, aliyoinunua Ibrahimu pamoja na shamba kwa Efroni Mhiti, pawe milki yake ya kuzikia. Humo walimzika Ibrahimu na Sara mkewe. Humo wakamzika Isaka na Rebeka mkewe. Nami humo nikamzika Lea. Shamba na pango iliyomo lililonunuliwa kwa wazawa wa Hethi. Basi Yakobo alipokwisha kuwaagiza wanawe, akakunja miguu yake kitandani, akafa. Akakusanywa pamoja na watu wake. Mwanzo sura ya 50, mstari wa 1 hadi mstari wa 14. Yusufu akamwangukia babaye usoni, akamlilia, akambusu. Yusufu akawaagiza watumishi wake waganga kwamba wampake baba yake dawa asioze. Waganga wakampaka dawa Israeli. Siku zake 40 zikaisha, maana hivyo hutimizwa siku za kupaka dawa. Wamisri wakamlilia siku 70. Siku za kumlilia zilipopita, Yusufu alisema na watu wa nyumba ya Farao, akinena, kama nimeona neema machoni penu, tafadhalini mkaseme masikioni mwa Farao, mkinena, baba yangu aliniapisha, akisema, mimi ni katika kufa, unizike katika kaburi langu nililojichimbia katika nchi ya Kanaani. Basi tafadhali uniruhusu niende sasa, nikamzike babangu, nami nitarudi. Farao akasema, uende, ukamzike baba yako, kama alivyokuapisha. Basi Yusufu akaenda amzike babaye, na watumwa wote wa Farao wakaenda pamoja naye, wazee wa nyumbani mwake na wazee wote wa nchi ya Misri. Na nyumba yote ya Yusufu na nduguze na nyumba ya babaye wakawaacha watoto wao tu na kondoo zao na ng'ombe zao katika nchi ya Goshen. Kisha wakaenda pamoja naye wapanda farasi na magari, wakawa jeshi kubwa sana. Wakaja mpaka sakafu ya Atadi iliyo ng'ambo ya Yordani. Wakaomboleza huko maombolezo makuu, mazito sana. Wakafanya matanga ya babaye siku 7. Nao waliokaa katika nchi, wale wa Kanaani,
Walipoyaona matanga katika sakafu ya Atadi, wakasema, matanga haya ya Wamisri ni makuu, kwa hiyo mahali pale paliitwa Abel Misri, iliyo ng'ambo ya Yordani. Wanawe wakamfanyia kama alivyowaagiza, kwa kuwa wanawe wakamchukua mpaka nchi ya Kanaani. Nao wakamzika katika pango ya shamba la Makpela, iliyo mbele ya Mamre, aliyoinunua Ibrahimu pamoja na shamba kwa Efroni Mhiti, pawe milki pa kuzikia. Yusufu akarudi Misri, yeye na ndugu zake, na wote waliokwenda pamoja naye kumzika babaye. Baada ya kumzika babaye. Mwanzo sura ya 50, mstari wa 15 mpaka mstari wa 21. Yusufu awasamehe ndugu zake. Ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema, labda Yusufu atachukia, naye atatulipa maovu yetu tuliyomtenda. Wakapeleka watu kwa Yusufu kunena, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema, mwambieni Yusufu hivi, naomba uachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya. Sasa twakuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye. Nduguze wakaenda tena, wakamwangukia miguu, wakasema, tazama, sisi tu watumwa wako. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa, kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vema. Mwanzo sura ya 50, mstari wa 22 hadi mstari wa 26. Siku za mwisho za Yusufu na kifo chake. Akakaa Yusufu katika Misri, yeye na nyumba ya babaye. Akaishi Yusufu miaka 110. Yusufu akaona wana wa Efraimu hata kizazi cha 3. Na wana wa Makili, mwana wa Manase, walizaliwa magotini mwa Yusufu. Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa, lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka. Akawapandisha toka nchi hii mpaka nchi aliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli, akasema, bila shaka Mungu atawajia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Basi Yusufu akafa, mwenye miaka 110. Wakampaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Kutoka sura ya 1, mstari wa 1 hadi mstari wa 7.
Basi majina ya wana wa Israeli walioingia Misri ni haya. Kila mtu pamoja na jamaa zake walikuja pamoja na Yakobo: Reubeni na Simeoni na Lawi na Yuda na Isakari na Zabuloni na Benyamini na Dani na Naftali na Gadi na Asheri. Na nafsi zile zote zilizotoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa ni nafsi 70. Na huyo Yusufu alikuwa huko ndani ya Misri tangu hapo. Yusufu akafa, na ndugu zake wote na watu wote wa kizazi kile. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi. Nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Kutoka sura ya 1 mstari wa 8 hadi mstari wa 22. Waisraeli wateswa. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka. Tena ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao. Nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithomu na Lamesesi. Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa, ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali. Wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania. Mmoja jina lake aliitwa Shifra, na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume, basi muweni, bali akiwa ni mtoto mwanamke, na aishi. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto waume wawe hai? Wazalisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikia. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha.
na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Ilikuwa kwa sababu wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, akawasimamishia nyumba. Kisha huyo Farao akawaagiza watu wake, akisema, kila mtoto mwanamume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto mwanamke mtamuhifadhi hai. Kutoka sura ya 2 mstari wa 1 hadi mstari wa 10. Kuzaliwa na ujana wa Musa. Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi 3. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Umbu lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto. Naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Akakifungua, akamwona mtoto, na tazama, mtoto yule analia. Basi akamhurumia, akasema, huyu ni mmojawapo wa watoto wa Waebrania. Basi umbu lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwako akunyonyeshe mtoto huyu? Binti Farao akamwambia, haya, enenda. Yule kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtwaa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao, akawa mwanawe. Akamwita jina lake Musa, akasema, ni kwa sababu nalimtoa majini. Kutoka sura ya 2 mstari wa 11 hadi mstari wa 24. Musa akimbilia Midiani. Hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake. Akatazama mizigo yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania, mmojawapo wa ndugu zake. Basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Akatoka siku ya 2, na tazama, watu wawili wa Ebrania walikuwa wakipigana. Akamwambia yule aliyemdhulumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema,
ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri?" Musa akaogopa. Akasema, "Kumbe jambo lile limejulikana." Basi Farao alipopata habari, akataka kumuua Musa. Lakini Musa akakimbia mbele ya Farao, akakaa katika nchi ya Midiani.